Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Mange Kimambi siku ya leo ameweza kuanika mazito kuhusiana na Clemence Mwandambo. Huyu baba watu wengi sana wanamfahamu kutokana na mambo ambayo amekuwa akiyafanya mitandaoni. Baadhi ya watu wanamchukulia serious, lakini wengine wakimuona kama ni baba ambaye anazungumza vituko mitandaoni. Kila mtu anamchukulia kwa namna ya tofauti, kila mtu ana mtazamo wake kwa Clemence Mwandambo. Amefikia hatua mpaka leo hii Clemence Mwandambo kuna wimbo wake tayari ameshatungiwa. Unaweza kuona huyu mtu ni kwa namna gani ameshakuwa maarufu huko mitandaoni kwa asilimia kubwa sana. Sasa tunafahamu hii historia kwamba Clemence Mwandambo hapo nyuma alikuwa mchungaji. Nini ambacho kilimpata? Kilitokea kitu gani? Mange Kimambi siku ya leo ameamua kuelezea nini ambacho kilisababisha Clemence Mwandambo akaacha kuwa mchungaji, na ni sababu ipi ambayo ilipelekea yeye kuelekea kule porini na kuishi yeye pamoja na familia yake. Mange Kimambi ameamua kumzungumzia siku ya leo Clemence Mwandambo kwa sababu tu tayari ameshaona ni mtu maarufu, lakini pia ni mtu ambaye anafuatiliwa kwa asilimia kubwa sana, na kama ambavyo tunajua Mange Kimambi mambo yake, yeye akijisikia au akipata taarifa yoyote ya mtu maarufu ni lazima tu ataianika wazi. Sasa tayari ameshapata taarifa ya Clemence Mwandambo, nini ambacho kilisababisha Clemence Mwandambo akaacha uchungaji na kukimbilia porini kuishi yeye pamoja na familia yake. Mange Kimambi ameweza kutoa sababu ya kwanza na kudai kwamba Clemence Mwandambo alikuwa mchungaji na uchungaji wake alikuwa kabisa anamiliki kanisa kubwa lina waumini wengi. Sasa Mange anakuambia kulitokea sintofahamu kati ya Clemence Mwandambo pamoja na wachungaji wenzake ambao wapo katika makanisa mengine, na tofauti hiyo ikapelekea Clemence Mwandambo akawa anatamani kufanya yeye kama yeye, yani kumiliki hilo kanisa yeye kama yeye, na huku ukiangalia alipewa na taasisi. Sasa jambo gani ambalo lilitokea? Mange anakuambia Clemence Mwandambo alianza kufundisha waumini maandiko tofauti. Yani anaweza akasoma andiko lakini akalitafsiri tofauti, akawa anasababisha waumini washindwe kumuelewa. Kwa nini anatafsiri maandiko kiasi hichi? Kwa nini anatafsiri maandiko kwa namna hii? Kuna klipu moja hivi Clemence Mwandambo aliweza kutrendi sana katika ile klipu, na watu wengi sana walimtolea maneno mabaya, wengine mpaka kufikia hatua kumtukana Clemence Mwandambo kwa sababu hiyo klipu alikuwa akizungumza kwamba yeye haamini kama Mungu yupo, na sababu ambayo alisema haamini kama Mungu yupo, anakuambia nitaaminije mtu ambaye sijawahi kumuona. Jambo ambalo likapelekea watu wengi kujiuliza, huyu baba si alikuwa mchungaji, inakuwaje tena anakuja anasema haamini kama Mungu yupo? Ile klipu ilisababisha watu wengi sana wakamdharau Clemence Mwandambo. Wengine wakawa wanadai huenda huyu baba hana akili vizuri, lakini pia wengine wakawa wanadai basi huenda Clemence Mwandambo akawa na sababu zake za msingi za kuzungumza hivyo. Kumbe kulikuwa kuna mambo mengi sana ambayo yalitokea kipindi yeye akiwa mchungaji. Lakini sababu nyingine, Mange Kimambi amedai Clemence Mwandambo alifikia hatua akaanza kufanya uchafu hapo hapo kanisani. Yani akaanza kutembea na watoto wadogo, akaanza kutembea na wake za watu, jambo ambalo likapelekea taasisi ambayo ilimkabidhi dhamana ya kuwa mchungaji katika hilo kanisa wakafikiria kumnyang'anya uchungaji, na ikafikia hatua Clemence Mwandambo akaitwa kikao baada ya ushahidi kukamilika kwamba ni kweli anafundisha maandiko tofauti, lakini pia ni kweli ameanza kufanya uchafu kanisani. Ikabidi Clemence Mwandambo afukuzwe katika hilo kanisa, jambo ambalo likapelekea yeye binafsi akashindwa kabisa kuhimili zile aibu ambazo alizipata, kwa sababu alikuwa na waumini wengi wanaomwamini. Akaamua kuichukua familia yake na kwenda kuishi huko porini, yeye pamoja na mke wake na watoto wake wakaamua kwenda kuishi huko porini, na mpaka leo hii Clemence Mwandambo amepata umaarufu mkubwa tu baada tu ya kuanza kuzungumza klipu tofauti huko mitandaoni, na mpaka leo hii ni baba ambaye anafuatiliwa kwa asilimia kubwa sana, lakini pia anapendwa kwa asilimia kubwa sana. Watu wengi sana tukua hatufahamu ni kwa nini Clemence Mwandambo ameacha uchungaji. Kumbe sababu ndizo hizo. Ilitokea mambo mengi sana, na dada wa taifa Mange Kimambi ameamua kuanika wazi ni kitu gani ambacho kinaendelea kwa baba huyu Clemence Mwandambo.
kwani watu wengi walikuwa bado wamebaki katika fumbo na kujiuliza nini ambacho kimesababisha huyu baba akaacha ule uchungaji wake na kuanza kuwa kama muhuni ambaye anazungumza mitandaoni, kwa sababu kuna muda Clemence Mwandambo anatumia mpaka lugha za matusi katika hayo maudhui yake ambayo amekuwa akiyaeka katika mitandao yake ya kijamii. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yanayoandikwa neno subscribe, na usisahau kubonyeza alama ya kengele, na utakuwa umejihakikishia kwa mwanafamilia wetu na utapitwa na habari zetu za kiburudani ambazo zinakiki na kumake headline ndani na nje nchi ya Tanzania.